Naitwa Mwalimu Eriki Kilonzo, mkuu wa shule Dilai Sekondari. Shule ya sekondari Dilai ipo halmashauri ya mji wa Kondoa, kata ya Kingale, mtaa wa Iyoli. Shule ya sekondari Dilai ina jumla ya wanafunzi 402, wavulana 147, wasichana 255. Siku ya leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025 tunafanya mahafali ya 17 ambapo tunatarajia jumla ya wahitimu kwa kidato cha 4 wanafunzi 73 wanafanya mahafali na wanatarajia kumaliza. Katika shule ya sekondari Dilai kwa kipindi cha uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan tumefanikiwa, ametuwezesha kupata madarasa 11, vyoo matundu 33, ukamilishaji wa maabara 2 na umaliziaji wa chumba kimoja cha darasa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wananchi wote, ndugu jamaa na viongozi kwa pamoja kukaribia katika mahafali yetu ya 17 Dilai Sekondari. Asante sana kwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Halima Mohamed Ali, ni mhitimu wa kidato cha 4 na ni head girl mstaafu wa shule hii ya Dilai. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wazazi, walezi na wageni wote waalikwa kwenye shughuli yetu hii muhimu kabisa ya mahafali ya 17 ya kidato cha 4. Pia napenda kuwashukuru walimu wangu kwa kunifundisha kuanzia mwaka 2022 mpaka leo hii 2025 naelekea kuhitimisha elimu yangu ya sekondari. Kama unavyoona nyuma wako wahitimu wenzangu wa kidato cha 4 na ningependa kuwauliza maswali mawili matatu kuhusu siku hii ya leo. Twende tukawasikilize mawili matatu kutoka kwao. Unaitwa nani? Naitwa Halima Omani Ismail. Unajisikiaje kupitia siku hii ya leo? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai hadi siku hii, kwa sababu hii siku nilisubiri sana kwa hamu. Na ungependa kutumia fursa hii yani labda una kitu gani moyoni kwako unapenda kuambia ndugu zako, marafiki, jamaa? Nawashukuru sana kwa kuja na nawapenda. Na asante sana. Samahani kaka, unaitwa nani? Naitwa Ashraf. Unajisikiaje kupitia siku hii ya leo? Siku ile nahisi furaha, wanafunzi wamependeza. Na ungependa kuwakaribisha nani kwenye siku hii ya leo? Napenda kumkaribisha Munira, njoo. Wewe Munira. Napenda kumkaribisha Munira siku ya leo, afurahi, anywe vinywaji aina mbalimbali, wacheze muziki na aweze kufurahi siku ya leo. Asante sana. Samahani dada, unaitwa nani? Naitwa Saudia, ni mhitimu wa kidato cha 4. Na ungetumia fursa hii kufanyaje kwenye siku ya leo? Fursa hii naitumia kuonesha kipaji changu, nini tumekifanya ndani ya miaka 4, na namshukuru Mungu kwa kutuwezesha mpaka kufika siku ya leo. Asante. Na ungependa kuwaambia nini walimu wako? Nawakaribisha sana walimu, wazazi na walezi wetu. Pia ni furaha kwa wanafunzi wenzetu. Asante. Kama unavyoona hapa niko na wahitimu wenzangu na ni wahitimu wa shule ya sekondari Dilai, na tuna mengi sana tunayoahidi wazazi wetu, walimu, ndugu, jamaa na marafiki kupitia mtihani wetu wa mwisho. Tunawaahidi nini walimu na wazazi wetu? Tunaahidi kuwa tutapambana kwa bidii na tutafaulu katika mtihani wetu wa mwisho. Kwa kweli tunawaahidi tutafanya vizuri. Division 1 itakuwa kama maji na itakuwa ni mteremko. Kwa majina naitwa Salhat Isa Hussein, nipo kidato cha 4. Na ni shukrani gani unatoa kwa serikali au unaiahidi nini serikali yako? Mimi shukrani zangu ziende kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutujengea madarasa, kutuongezea miundombinu na mazingira bora ya sisi wanafunzi kuweza kujisomea na kuweza kuinuka kiufaulu katika matokeo yetu ya mitihani. Na tunamwahidi Mheshimiwa Rais na mkuu wetu wa shule Dilai Sekondari kuwa mtihani wa mwisho tutampa matokeo yenye kuridhia na yenye kumpa furaha. Haya yalikuwa mawili matatu au machache kuhusu siku hii ya leo, lakini kupata mengi zaidi utayaona kupitia graduation yetu tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Kwa pamoja tunasema elimu ni mwanga.
kupiga picha na kutoa video ambazo ta display online. Tupe nafasi tusizibe, tusizuie. Kwa hiyo hawa ni kidato cha 4 Dilai Sekondari. Nimesema tofautisha kati ya Dubai na Dilai. Hapa ni Dilai, sio kazani Dubai. Asante sana. Hapa ni Dubai ni Dilai? Dilai. Lakini kama Dubai hivi wamependeza watoto wetu. Komfoe. Komfoe. Naomba mkuu wa shule na wageni tuketi. Na wageni wetu pia tuketi. Tuendelee na taratibu zetu za sherehe kwa siku ya leo. Wakati kidato cha 4 wanajiseti sawa sawa kwa ajili ya kuanza tukio letu muhimu. Nimkaribishe afisa elimu kata ya Kingale aweze kuja kutufungulia mahafali yetu ili kusudi tuweze kuanza tukio letu kama tulivyokuwa tumepanga. Mahafali safi? Safi. Akina mama safi hapa? Safi. Form 4 je? Safi. Wengine mnaobaki? Safi. Meza kuu? Safi. Meza kuu? Safi. Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa bodi ya shule, mkuu wa shule, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kwamba shughuli hii sio ndio kufunga milango kwamba tayari tumeshamaliza. Bado kuna zoezi kubwa liko hapo mbele. Kwa hiyo unapomaliza shughuli, maana yake unaanza maandalizi ya kufanya mtihani wako. Confirm mpo? Wazazi pia amesema kwamba tuendelee kuwa karibu na watoto wetu ili wafanye mtihani wao vizuri. Tutaendelea na kipengele kinafuata, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake yametimia mambo ya leo kwa kutupa afya na fikra nzuri ya kufanya jambo kama hili. Tumeombwa ili tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu jambo hili liende kwa salama, mwanzo wake na mwisho liishie pia kwa salama. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo, tunakuomba Mwenyezi Mungu, wewe ambaye umeumba mbingu na ardhi na uliyeumba vilivyo mbinguni na ardhini na uliyeumba tunavyovijua na tusivyovijua. Mwenyezi Mungu, wewe ndio uliyeumba mwanadamu na ukampa majukumu mbalimbali. Yale tunaopatia Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupongeze kwa kutupa rehema zako.
Yale tunayoyakosea, Mwenyezi Mungu tunakuomba huruma yako na utusamehe kila wakati. Mwenyezi Mungu tunakuomba ujalie amani katika eneo letu hili la Kingale, lakini na wilaya na nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Lakini zaidi tunakuomba Mwenyezi Mungu, hawa vijana wetu, watoto walio form 4 sasa hivi, Mwenyezi Mungu wajalie kile walichokisoma kidumu katika vifua vyao, na wapate maendeleo ya taaluma, waelimike na elimu yao. Isiwe wamepata elimu lakini haikuwaelimisha. Yatokee matokeo na maendeleo yale yaliyokusudiwa kwa mtu msomi, yale atakayoyapata baada ya kupata elimu. Mwenyezi Mungu tunakuomba walimu wa shule yetu ya Dilai uwazidishie afya njema, uwazidishie maarifa na uwazidishie mbinu nzuri za kuweza kuelimisha watoto na waweze kujua, wakinge na mabalaa ya mbinguni, wakinge na mabalaa ya mashariki na magharibi, wanaoyajua na wasioyajua. Uwape mshikamano uliokuwa mzuri ili waweze kueneza elimu kwa amani iliyokuwa nzuri. Na hususan mkuu wa shule hii, Mwenyezi Mungu tunakuomba umpe hima na nguvu ili aweze kusimamia vyema jukumu alilopewa katika idara hii, aweze kusimamia vizuri na aweze kutoa matokeo yaliyokuwa mazuri. Na serikali yetu ya hapa tulipo, Mwenyezi Mungu tunakuomba pia uipe hekima na busara ili washirikiane vyema katika kuendesha haya. Na wazazi wale walio na watoto wanaosoma katika shule hizi, Mwenyezi Mungu tunakuomba uwape hima ya kushirikiana vizuri na walimu ili lengo la taaluma liweze kupatikana katika jamii yetu. Utukinge na shughuli hii ya leo na tumalize kwa amani iliyokuwa nzuri, pasi na kutokea madhara yoyote kwa watu wazima wala watoto. Mwenyezi Mungu tulindie afya zetu ziwe nzuri hapa mwanzo mpaka mwishoni. Mwenyezi Mungu unajua makusudio yetu yote kwa ujumla. Hatukuambii moja moja kama tunakufundisha, bali unajua yote mazuri tunayoyataka na yale mabaya yote tunaojilinda nayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba utulinde na utubarikie katika jambo letu hili mpaka mwisho wetu, kwa rehema yako na kwa baraka yako, kwa baraka ya mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuunganishe kwa pamoja maombi yetu kwa ajili yao, na hasa kwa ajili ya sherehe hii, lakini si sherehe tu, kwa ajili ya jambo lao. Mwenyezi Mungu uliye mnyenyekevu kuliko kitu chochote, uliye mkuu, uliye muumba mbingu na nchi, ukatuumba sisi wanadamu kwa sura na mfano wako. Mengi tunafanya kwa maelekezo yako mwenyewe. Tunaomba uwajalie watoto hawa wakutanikapo wawili au watatu, nawe utakuwa katikati yao. Tunaamini Mungu uko katikati yetu sahi, ukitazama kinachoendelea. Lakini tunawaombea watoto hawa watakapofika katika tarehe ile kusudiwa ambayo Mungu umeipanga tangu awali. Hata wao hawakuzaliwa, wewe ulishaipanga. Mungu, ninaomba wakaifike salama. Uwalinde na yote ambayo yanakusudiwa kutendeka kwao. Uwatangulie watakapokaa katika vyumba vya mitihani. Uwatangulie na wale watakao wasimamia. Uwatangulie na wale watakao sahihisha mitihani yao. Mungu, najua ni makusudi ya mwovu Shetani hupita kila mahali ili kuangusha kilicho chema. Lakini najua ni kwa rehema zako tu utaweka ulinzi kila mahali, utaweka amani na furaha kwa watakaofanya mtihani, watakao wasimamia na watakao sahihisha. Ni makusudi yako tu yatimizwe, Bwana. Ninakataa kila nguvu zote, ninakataa kila hila za mwovu Shetani. Katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote, ninaomba na kuamini. Amen.
huzuni, leo taondoka. 2 tulianza, 2 tamaliza, kuagana ni huzuni, leo taondoka. Kweli huzuni, hakika tulipendana kwa furaha, na leo taondoka. 2 tulianza, 2 tamaliza, kuagana ni huzuni, leo taondoka. 2 tulianza, 2 tamaliza, kuagana ni huzuni, leo taondoka. Kweli huzuni, hakika tulipendana kwa furaha, na leo taondoka. Wadogo zetu taaga, mbaki salama, masomo kuzingatia, pia na nidhamu. Wadogo zetu taaga, mbaki salama, masomo kuzingatia, pia na nidhamu. Kweli huzuni, hakika tulipendana kwa furaha, na leo taondoka. Wadogo zetu taaga, mbaki salama, masomo kuzingatia, pia na nidhamu. Wadogo zetu taaga, mbaki salama, masomo kuzingatia, pia na nidhamu. Kweli huzuni, hakika tulipendana kwa furaha, na leo taondoka. Walimu wetu tawapenda, na leo taaga, mafunzo tumepatiwa, na leo taondoka. Wazazi wetu ni msingi, huko majumbani, wasomi tunakuja, twaomba pokelewa. Wazazi wetu ni msingi, huko majumbani, wasomi tunakuja, twaomba pokelewa. Kweli huzuni, hakika tulipendana kwa furaha, na leo taondoka. Elimu haina mwisho, tunaendelea, masomo kuyapiga, malengo kutimiza. Elimu haina mwisho, tunaendelea, masomo kuyapiga, malengo kutimiza. Kweli huzuni, hakika tulipendana kwa furaha, na leo taondoka. Elimu haina mwisho, tunaendelea, masomo kuyapiga, malengo kutimiza. Elimu haina mwisho, tunaendelea, masomo kuyapiga, malengo kutimiza. Kweli huzuni, hakika tulipendana kwa furaha, na leo taondoka. Wasomi mnakuja, wazazi watawapokea. Unaruhusiwa kutunze, ukivutiwa kumtunza unaruhusiwa. Karibu sana.
popote mlipo. DJ walete waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wao wanatembea na meza zao na mafaili yao, wanahakikisha hamna kitu kinapotea. Hao ni wabunge, sijui na jamhuri ya wapi, sijui ni wapi, wao watatuambia. Bunge Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa. Tanzania yetu hao ndio wabunge, wao watuambie wana kitu gani. Majibu, jimbo la Tamponi. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tamponi Mashariki na kuweka sawa kumbukumbu sawa za kibunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika kuwa jimbo lake la Tamponi Mashariki na watu wake hawana maji ya uhakika. Hii ni kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi, hasa jua kuwa kali kupita kiasi, ukataji wa miti na misitu kwa ajili ya mkaa, kuni na kadhalika. Mheshimiwa Spika, serikali imetenga jumla ya pesa kiasi za Tanzania takriban trilioni 309. Tunategemea ifikapo mwaka 2030 kutakuwa na maji ya uhakika kila nyumba jimbo zima. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali kuhusu umeme kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imeleta mkandarasi kutoka Ujerumani anaitwa TANPower. Na tutahakikisha kila nyumba itapata umeme hadi kwenye mibazi na migomba, na umeme huo utatolewa bure kwani unazalishwa kwa kutumia majani ya mihogo. Asanteni sana. Jimbo la Msui. Asante. Mheshimiwa Spika, napenda kuuliza swali kwa Waziri wa Elimu na Huduma za Jamii ya Tanzania kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, jimbo langu na shule moja tu. Lina shule ya msingi na hakuna shule ya sekondari. Watu wangu hawana elimu kabisa na wanazaliana sana kwa spidi ya SGR. Kama mimi tu nina wake 54. Wengine nasoma nao. Watoto 149 na wajukuu 490. Pia, Mheshimiwa Spika, jimbo zima la Msui lina wakazi zaidi ya milioni 69. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga shule katika jimbo langu ili watoto wetu waweze kwenda shule? Asante. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la mbunge wa jimbo la Msui na kuweka kumbukumbu za kibunge kwenye answer kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza huyu mbunge amekuwa anasinzia sana hapa bungeni. Ni mzembe, mvivu na jimboni kwake hawamtaki kwa sababu ya kutowajibika zaidi ya kulala tu hapa mjengoni. Mheshimiwa Spika, jimbo la Msui lina shule za kutosha na sio shule moja tu kama anavyodai huyu mbunge Kilazi. Mheshimiwa Spika, jimbo la Msui lina shule za msingi 280 na shule za sekondari 204. Hizi hata wanazaliana kwa spidi ya SGR kama ukoo wa Mende, madarasa yanatosha sana. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa rai yangu kwa wabunge kuacha kulala hapa mjengoni. Wapige kazi kwani wametumwa na wananchi kuleta shida zao na sio kula supu na kupigwa na vioyozi na kukoroma. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Jimbo la kwa Mtwara. Asante. Mheshimiwa Spika, napenda kuuliza swali kwa Waziri wa Sheria kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, jimboni kwangu kuna majangili wengi sana na wanasema wao wana haki na sheria ya kufanya matukio yote wanaofanya.
Mimi sijasoma sheria, lakini najua sana sheria kuwa jangili akipatikana lazima achomwe moto na afe. Sasa hii mheshimiwa, imekaaje kisheria, japo na mimi nazijua sheria hata kama sio msomi kama wewe Mbumbumbu. Majibu waziri. Asante sana. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la mbunge kwa mtara kama ifuatavyo. Waweka sawa kumbukumbu za kibunge. Mheshimiwa Spika, huyu mbunge hajui sheria kabisa. Angejua asingeuliza swali la namna hii. Mheshimiwa Spika, sheria ya nchi namba 302 ibara ya 5A na B ikisomwa pamoja na sheria ya kuvunja amani ya mwaka 2050 ibara 202 tena 4D na F. Natamka kuwa jangili likipatikana atafunga jela hadi siku ya kupatwa kwa jua au dunia. Pamoja na hivyo, adhabu atalipwa pia faini kiasi cha shilingi trilioni 890 au vyote kwa pamoja. Mheshimiwa Spika, serikali ipo makini sana kwa kuweka na amani. Asante sana. Mheshimiwa Spika, napenda kuuliza swali langu la msingi kwa huyu waziri kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, jimbo langu la Kingale mjini, wananchi wangu wanateseka mateso makubwa. Wanateseka mateso makubwa sana, utadhani wapo Jehanamu, kumbe wapo Kingale mjini. Mheshimiwa Spika, wananchi hao wanateseka na wengine hadi wanakufa kabisa kwa njaa, kwa janga la njaa ambalo limeingia pamoja na ukame mkubwa sana ambao haueleweki utakwisha lini. Mheshimiwa Spika, baadhi ambazo ni zao tegemeo kwetu pale Kingale mjini, uchumi wake umeshuka mara 600 hadi kufikia kilo moja kuuzwa shilingi 300, kitu ambacho wananchi wangu wamebaki hawajui la kufanya. Mheshimiwa Spika, wewe kama waziri wa mchongo, njaa na miogo michungu, unaniambiaje kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa Kingale mjini? Majibu waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la mbunge wa Kingale mjini na kutunza kumbukumbu sahihi na za muda mrefu za bunge la jamhuri yetu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza watu kufa na kuteseka sio sawa, kwani kufa kupo tu. Watu wanakata roho zao ni hali ya kawaida sana kwa sisi binadamu. Mheshimiwa Spika, kuhusu mbaazi kuwa na bei ya madafu ni kweli, lakini tayari serikali yetu imeweka wafanyabiashara na bilionea wa kutosha kutoka Uturuki, Omani, Dubai na Marekani kuhakikisha soko linakuwa la uhakika zaidi. Huyo ndo Hami Girl. Tena kama ni wani
Mchu wa Kigale. Kuna vipaji vingi. Angaleni sana Kigale. Msui Talent. Waone kwa ukaribu Msui Talent wale. Zinakuja bado. Msui Talent. Okay. Aya kwa sauti ya Simba hapa. Namshukuru Mungu. Leo natoka nyie. Nakuja mtaani. Kuna mambo mengi inabidi mjiulize. Unaweza ukawa unaipenda shule, kuna mwingine anaichukia, anatamani afike nyumbani akaone maisha ya nyumbani yalivyo. Maisha ya mtaani ni mabaya sana na usiyatamani, maana wengi tumepoteza kwa sababu ya kukimbia shule. Ona leo hii ninaona wivu wadogo zangu mlivyokeleza. Yani kama kusoma watasoma wengi sana, na ajira mtapata nyingi sana. Mna imani hata mitihani bado mnataka kuifanya. Na Rashidi na Asumani katika shule mambo ya mjini achana nayo. Nakusiwe kijana mwenzangu, ukifika nyumbani epukana na vishawishi, maana sisi tunapenda kudanganya watu na kukaa mtaani. Mambo mengi sawa mbonge, unaweza ukasoma ukawa balozi, unaweza ukasoma ukawa rafiki. Sasa ya nini nisipende shule? Sasa ya nini pende shule? Maana kama ni shule kuiza kutoka sana. Hasa vijana wetu wanaposoma sana, wanaposema maneno makubwa ya kuwasaidia jamii shule. Aisha na Mariamu leo na wasema wadogo za kumziki washike mkono, washike mkono, washike mkono. Nijaishika. Aisha na Mariamu leo msikimbilie mjini, mtaenda kuwa watumwa kwa sababu ya kuacha kusoma. Shule ndo kila kitu, mina imani ipo siku mtatoboa. 2025 mnarudi nyumbani, kaeni mkijua nyumbani kuna mambo ya ajabu sana. Wanashikana Aisha, mambo yanayofanya mengi sana, sisi tutawakumbuka. Okay, hebu tusimame wanangu wa form 4. DJ shika. Wanangu wa form 4, Aisha na Mariam, niwaambie kitu jamani, kule mtaani hapa fai, usipatamani nyumbani. Yani wazazi wangekuwa na uwezo, ungeomba hata wakurudishe kidato cha pili. Kama sio bado hatafanya kazi. Aswali amekubali.
Uzuri mzuri lishe kwa na lolo tamwaswa pesa na soso nyingi swa uyasopenda kaji itakiriku itakibaka amishengirago kagama nataka kupata 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 ananukia uturi pesa na zozo nyingi aswa inazalana na wewe uyasompenda kaji itakiriku itakibaga amishemkirago kama nataka kukubata kupa punguza kupa kuchupa sutu pechoni utamu na kuja na kata na kuja na kata
Asante sana, jichanganye dunia tamu. Haya. Hapo hapo, ukatae hapo hapo, ukatae hapo hapo, ukatae. Ukatae hapo hapo. Asante sana. Wale wa Sara, basi taarifa ya habari form 4. Tunajiandaa. Taarifa ya habari form 4 tunajiandaa. Historia ya shule. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari Dilai ilianzishwa mwaka 2006 ikiwa na kidato cha kwanza na mahafali ya kwanza ilifanyika mnamo mwaka 2009. Hivyo mahafali haya ni ya 17. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari Dilai ina wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha 4 wapatao 402, ambapo wavulana ni 147 na wasichana ni 255. Pia shule yetu ina walimu 12, wanaume 8 na wakike 4 kwa ajira ya kudumu. Mafanikio ya shule. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imekuwa miongoni mwa shule zinazojitahidi kitaaluma na kufanya vizuri kulingana na uhalisia wa mazingira ya kusomea na kujifunzia, ukizingatia umbali wanaotoka wanafunzi. Ifuatayo ni takwimu ya wanafunzi waliochaguliwa kwenda kidato cha 5 vyuo kwa kipindi cha miaka 5 ya karibu. Mwaka 2015 kidato cha 5 ni wanafunzi 9, vyuo vya kati wanafunzi 4, jumla 13. 2019 kidato cha 5 wanafunzi 4, vyuo vya kati wanafunzi 8, jumla 12. 2020 kidato cha 5 ni wanafunzi 4, vyuo vya kati wanafunzi 6, jumla 10. 2021 kidato cha 5 ni wanafunzi 10, vyuo vya kati wanafunzi 4, jumla 14. 2022 kidato cha 5 ni wanafunzi 4, vyuo vya kati wanafunzi 5, jumla 9. 2023 kidato cha 5 ni wanafunzi 1, vyuo vya kati wanafunzi 6, jumla wanafunzi 7. 2024 kidato cha 5 ni wanafunzi 10, vyuo vya kati 10, jumla 20. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, licha ya mafanikio hayo, shule yetu imekabiliwa na changamoto mbalimbali kama ifuatavyo. Ukosefu wa kisima cha maji. Shule yetu haina kisima cha maji, lakini kuna maji ambayo ni mradi wa mtaa wa Iyoli na maji ambayo wanafunzi wanakuja nayo kila siku kutoka nyumbani. Maji haya ya mradi wa mtaa wa Iyoli kuna wakati sio ya uhakika, hasa kukiwa na mawingu na taratibu wake wa ujazaji hela kwa kutotumia token huwa una usumbufu kwa sababu wakala wake ni mmoja tu kwa huku, hivyo kupelekea ukosefu wa maji tunayohitaji kwa wakati, ukizingatia wingi wa wanafunzi wanaokaa shuleni pamoja na programu za wanafunzi kula shuleni. Ukosefu wa chumba cha kompyuta na vifaa vyake. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, wanafunzi wanahitaji kujifunza somo la kompyuta kwa vitendo. Hivyo kwa nafasi yako tunaomba kupatiwa kompyuta kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo. Ukosefu wa jiko la shule. Shule yetu tangu ianzishwe haina jiko rasmi la kupikia kwa ajili ya shule. Hivyo tunaomba kusaidia ujenzi wa jiko hilo la kupikia kwa ajili ya wanafunzi wanaokaa shuleni, ili kuepuka kusababisha mlipuko wa maradhi ambayo yanaweza kuepukika. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, mwisho wa sherehe hii tunakuomba utoe vyeti na zawadi kwa wanafunzi wahitimu wa kidato cha 2025. Taarifa habari wale walioandaliwa kwa ajili ya taarifa habari. Jipange basi, kama ni wawakilishi wa mikoa, wilaya, basi kaa kwenye wilaya yako, kwenye kituo chako. Na msikilizaji wa DSS TV kutoka Dilai Sekondari, mimi ni Halima Ali. Utakuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati ya habari hizi moto moto zenye ukweli na burudani. Tuanze na muhtasari kabla ya habari. Dilai yasherehekea mahafali ya 17 ya kidato cha 4. Shule ya sekondari ya Amali Kingali yaanza mafunzo rasmi.
@SSTV_Dr. Derek L. Kilonzo. 17 kidato cha 4. Tupate taarifa kamili na Saumu Abdallah. Hayawi ni ile siku tunaisubiri kwa hamu na imewadia. Ndoto za zimetimia. Sura za wengi zilizojaa furaha, tabasamu pia na bashasha. Ndipo nikapata kuzungumza na hitimu wachache kuhusiana na siku yao ya leo. Dada, mambo? Unaitwa nani? Unajisikia vipi kuhusiana na siku yako ya leo? Kwa majina naitwa Kuluzumu Amiri Hamisi, ni mhitimu wa kidato cha 4 katika shule ya Dilai Secondary School. Ninayo furaha kubwa ya kusherehekea mahafali yangu ya kidato cha 4, kwani ni uvumilivu mkubwa. Nimevumilia kuanzia kidato cha 1 mpaka leo hii na hitimu kidato cha 4. Pia ninawashauri wanafunzi wenzangu mliobakia hapa shuleni ya vidato vya nyuma, mkazani kusoma kwa bidii, nidhamu na utii kwa walimu wetu uwe wa hali ya juu. Hivyo asanteni sana. Ni leo tarehe 25 Septemba 2025 ambapo wanakijiji wengi wamekusanyika katika ukumbi huu wa leo. Na ni mahafali ya 17 toka shule ya sekondari Dilai kuanza mwaka 2006 hadi leo mwaka 2025. Nikiripoti kutoka katika ukumbi wa mahafali uliofanyika katika shule ya sekondari Dilai, Saumu Abdallah wa DSS TV. Dilai yazidi kunoga na majengo mapya. Tupate taarifa kamili na Halima Ismail. Haba na haba ujaza kibaba ilianza ikiwa na jengo moja na sasa imejaa majengo mengi ya kuvutia. Shule ya sekondari Dilai ni miongoni mwa shule ambayo huwa inapata bahati ya kuwa na majengo mapya kwa kila mwaka. 2025 ni takriban ya majengo manne ambayo yana madarasa 7 na hivi karibuni madarasa manne yaanza kutumika. Wahenga wanasema nyumba ni choo. Bila kusahau ni takriban ya matundu 7 ya vyoo kwa upande wa wasichana na ni takriban ya matundu 6 kwa upande wa wavulana. Na katika matundu haya ya vyoo, katika tundu kimoja cha choo kwa upande wa wasichana ni cha wale wenye uhitaji maalum, na kwa wavulana vile vile tundu moja la choo ni la wale wenye uhitaji maalum. Nikiripoti kutoka shule ya sekondari Dilai, mimi ni Halima Ismail. Shule ya sekondari ya Mali Kingali anza mafunzo rasmi ikiwa na walimu 6, walimu 3 wa jinsia ya kike na walimu 3 wa jinsia ya kiume. Na shule hii inaonyesha kuwa kuna dalili za kutosha za kupasua kimasomaso kwenye matokeo yao ya mitihani yote ya kati, ya mwisho na ya juu. Shule ya Dilai yeka mikakati na mipango kazi kuinua ufaulu, huku taaluma ikipamba moto shuleni humo. Tupate taarifa kamili na Salhat Isa. Mwaka wa 2006 kata hii ya Kingale iliweza kupata shule ya Dilai Sekondari katika kata hii. Awali ya hapo haikuwa na shule ya kata, hadi kufikia hapo kata hii iliweza kupata shule ya sekondari. Na katika mwaka huo matokeo ya kidato cha 4 hayakuwa ya kufurahisha, yaani hayakuwa mazuri. Hadi kufikia mwaka 2022, 2023 na 2024 matokeo yameweza kuwa mazuri na yenye kuleta tija kwa wanafunzi. Tupate mawili matatu kutoka wanafunzi wa shule hii. Dada, mambo? Mzima. Unaitwa nani na unasoma kidato cha ngapi? Jalia Yasin Shabani, mwanafunzi wa kidato cha 2. Ni mkakati gani umeweka katika shule yenu ili kuinua ufaulu kwa wanafunzi? Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha katika siku hii ya leo. Shule ya sekondari Dilai iliweka mkakati ya kuwa tunasoma pamoja ili kuwezesha kuinua matokeo ya wanafunzi hao. Huo mkakati alioweka ni nani? Aliweka mkakati huo ni mkuu wa shule. Na ni faida gani au tija gani imepatikana kupitia mkakati huo? Tija iliyopatikana, tumeweza kufuta zero na kuweza kuinua matokeo ya wanafunzi. Mwaka jana kulikuwa kuna division 1 2 na division 0 moja kwa upande wa form 4. Kwa upande wa form 2 kulikuwa kuna division 1 moja na division 2 kama division 2 6, division 4 16. Hivyo basi shule ya sekondari Dilai ni kipaumbele kwa ufaulu wa wanafunzi. Asante sana. Umeweza kusikia maoni ya wanafunzi kutoka katika shule hii ya Dilai Secondary. Nikiripoti kutoka katika ukumbi wa Dilai Secondary School, ni mimi Salhat Isa, DSS TV. Ndugu mtazamaji, tuna mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa habari za michezo na burudani. Dilai Secondary inafanikiwa kupeleka mwanafunzi mmoja ngazi ya taifa ya kimichezo. Tupate taarifa kamili na Sania Mwanajimba.
Dilai Sekondari yazidi kung'ara katika michuano ya UMISETA iliyofanyika, ambapo katika ngazi ya wilaya takriban wanafunzi 20 wameshiriki, katika ngazi ya mkoa 17 wameshiriki, na katika ngazi ya kitaifa mwanafunzi mmoja aliwakilisha vyema Dilai. Na hapa nipo na huyo mwanafunzi atueleze mawili machache. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Shakila Waziri na wanafunzi wa kidato cha pili. Unajisikiaje kuiwakilisha Dilai katika ngazi ya kitaifa? Najisikia vizuri na pia nimefahamu mengi na sijawahi kufika. Je, ni mbinu gani ulizitumia ili ukafika kitaifa? Tulifanya mazoezi na tulimsikiliza mwalimu alichokuwa anatuelekeza. Ni faida gani umeipata? Tumefahamiana na watu mbalimbali na tumefahamu vitu vingi. Asante. Nikiripoti taarifa hii ni mimi Sport Lady, winga mshambuliaji Sania Mwajimba, DSS-TV. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za uchumi na biashara. Kwa upande wa biashara, huku wakulima wa zao la mbaazi walalamika kuwa kilogramu moja yanunuliwa kwa bei ya Tanzania shilingi 600, bei sawa na bure. Hivyo yatia hatarini wakulima wa zao hilo kutokuwa na matumaini ya kipato kitakachosababisha kupata mahitaji yao. Na kwa biashara ya mazao ya nafaka ni kilogramu moja ya maharage ya Tanzania shilingi 2800, mchele kilo moja shilingi 2800, sukari kilo moja ya Tanzania shilingi 2600, na ngano kilo moja ya Tanzania shilingi 2000, na mahindi Tanzania shilingi 1000. Uchumi wa Tanzania wakadiriwa ni kuwa fedha ya Tanzania shilingi kubadilishwa kwa euro moja ni sawa na 2830, paundi moja ni Tanzania shilingi 3288, dola moja ni Tanzania shilingi 2500, na rupia moja ni Tanzania shilingi 34.37. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kutoka mataifa mbalimbali. Huu ni wasaa wa habari za kimataifa. Tuungane na mwanahabari wangu Ashraf Ramadhani kutoka nchini Palestina kwa habari mbalimbali kutoka kwenye taifa hilo. Kwako Ashraf Ramadhani. Asante sana Halima. Twende tukaangazia habari za kimataifa zinazokumba wananchi wa Palestina. Palestina ni nchi ambayo inapata tabu sana katika uchumi na katika chakula. Palestina imepelekea wananchi wengi kufariki dunia kwa ajili ya njaa. Palestina. Wananchi wa Palestina wanalalamika kuwa misaada wanaoletewa ni misaada ambayo inaishia kwa hali ya uporaji na kupelekea wananchi wengi kufariki dunia. Israeli ni nchi ambayo inapelekea vita ya wenyewe kwa wenyewe, watu kupigana, kugombana na mamilioni ya watu kufariki dunia. Mimi ni Ashrafu wa Israeli, kwako Halima Ali. Ndugu mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa utabiri wa hali ya hewa na mwanahabari wetu Saudia Ndwata. Saa 24 za Afrika Mashariki, huku kiwango cha joto ni nyuzi joto 30 kwa upande wa Tanzania. Kwa wakazi wa nchini Tanzania, washauriwa kuchukua tahadhari kutokana na kiwango hiko cha joto. Tukia katika mikoa ya kaskazini mwa Tanzania kwa mikoa ya Mara, Mwanza, Kagera, Simiyu, nyuzi joto ni 30. Hivyo wakazi wa mikoa hiyo wachukuliwa tahadhari kutokana na kiwango hiko cha joto, ukiambatana na vipindi vya jua, upepo mkali kwa baadhi ya maeneo. Na upande wa mashariki mwa Tanzania kwa mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Zanzibari, kiwango cha joto ni nyuzi joto 30, upepo mkali na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa kusini mwa Tanzania kwa mikoa ya Mbeya, Iringa, Lindi, Ruvuma na Mtwara, kiwango cha joto ni nyuzi joto 28. Hivyo wakazi wa mikoa hiyo wachukuliwa tahadhari kutokana na kiwango hiko cha joto. Kwa mikoa ya magharibi mwa Tanzania, Geita, Kigoma, Tabora, Katavi na mkoa wa Rukwa, nyuzi joto ni 27, upepo mkali, mvua kwa baadhi ya maeneo. Hivyo wakazi wa mikoa hiyo ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa washauriwa kukaa mbali
kulingana na kiwango hiko cha joto. Kwa mikoa ya kanda ya kati, Singida, Dodoma na Manyara, nyuzi joto ni 29, upepo mkali, ukame, vipindi virefu vya jua, huku mawimbi ya bahari yakikadiriwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 24 kwa saa kutoka magharibi tu mashariki. Kufika hapa hatuna la ziada. Kwa niaba ya jopo langu la utabiri wa hali ya hewa, ni mimi mtabiri wako Saudi Andrata, DSS TV, kwako Halima Ali hapo studio. Tafakuri baada ya habari. Tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku adhimu kabisa ambapo kauli ya Oktoba tunatiki itatimia. Ni siku ya kufanya maamuzi ya kuchagua kiongozi bora mwenye kuleta maendeleo na amani ya taifa, na sio bora kiongozi atakayeharibu amani na kudumaza maendeleo ya taifa. Hivyo ni jukumu la kila Mtanzania kuchagua kiongozi bora kwa taifa letu la Tanzania, na ni haki ya kila Mtanzania mwenye umri zaidi ya miaka 18 kufanya uchaguzi huo. Pia tuondokane na mila, desturi na imani potofu za kuwatenga wenye uhitaji maalum katika mambo kama haya ya kuleta maendeleo ya taifa. Maendeleo ya nchi huanza na wewe mwenyewe. Kama maana ya kiongozi bora huchaguliwa na watu wenyewe. Tukiwa katika mshike wa kampeni za kuchagua viongozi wa ngazi 3, ngazi ya urais, ubunge na udiwani. Shiriki katika kampeni hizi ili kujua ni kiongozi gani anastahili kuwepo katika nafasi gani, lakini bila kusahau kizuri hakikosi kasoro. Ni haki ya kila Mtanzania kumrekebisha kiongozi wake pale anapokosea kwa manufaa na maendeleo ya taifa. Tunamalizia kwa kusema uchaguzi bora kwa maendeleo bora. Good election for good development. Ndugu mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za maoni kutoka mitandao yetu. Victor anasema ni lini zao la mbaazi litapewa hadhi yake? Ndugu Hamid Mataleka anasema ni bora tutumie mbaazi zetu kama chakula cha nyumbani kuliko biashara isiyo na faida kwetu yenye bei sawa na bure. Ndugu George Vumbu, nasikitika kwa vifo vya wananchi hawa nchini Palestina na Israel, kwani wanapoteza nguvu kazi na uharibifu wa miundombinu yao. Emmanuel Anderson, naogopa kurudi nyumbani kwani sio kwa joto hilo huko Dodoma kwetu. Ndugu Hamadi K. Hamadi, na wasisitiza kwa vidato vya mitihani katika shule hiyo ya Dilai International School kusoma kwa bidii, hasa kwa vidato vya mitihani. Dilai yasherehekea mahafali ya 17 ya kidato cha 4. Dilai yazidi kunoga na majengo mapya. Shule sekondari Amali Kingali anza mafunzo rasmi. Dilai sekondari yafanikiwa kupeleka mwanafunzi mmoja ngazi ya taifa kimchezo. Ndugu mtazamaji, ni haya tu yaliyojiri kwa siku yetu ya leo, na kutoka jana tulikuandalia haya tu. Kwa mpaka sasa hatuna la ziada. Tukutane kwenye siku ama muda kama huu kwa habari moto zitakazojiri baada ya wakati huu. Aisee, vipaji vikubwa sana. Sasa nimewakalisha hapa, nataka DJ utupitishe kwenye mziki. Mwenye ukoto lake anawashika mkono kabla hawajaondoka. Baki wamefanya vitu vikubwa sana hawa vijana. DJ tupitishe kwenye mziki. Kama unaweza kuwashika mkono na washika mkono tunakuja. Unawashika mkono. Unawashika mkono. Usiwe mtupu lakini usiwe mtupu. Walking
naomba msiende kuingilia. Wazazi tuwe na utulivu, tuache kidato cha nne waje mwake. Timekeeper Tuzamda Saufa Hassani Abubakar Saufa Zamda Mzamiru Muhammad Zamda Rashidi Mohamed Jadi. Rashidi kitu gani? Class representative. Class representative. Storekeeper Fauzia jina kama Sani Jumbe. Nasma Jumbe naye Junaid. Junaid makosa kiu maliza matukio yaliyokuwa mengi. Tunaenda kupata ratiba ya chakula kutoka kwa mwalimu aliyeandaliwa. Wakati huo huo, sitaki makelele form 4. Wakati tunapata ratiba ya chakula, tunawapa dakika 5 ya
kuvaa hayo mataji, kupokea zawadi hapa, then tunaelekea kwenye vyumba vyetu, tunaenda kupata utaratibu. Kwa hiyo wazazi, niwaombe kwa dakika 3 mpaka 5 hapa walipokaa, tunaenda kudili nao. DJ, tutafutie wimbo mzuri. Kwa elini